Nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma, mwenye kuraham, kwa matokeo mazuri kama haya. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni washukuru walimu wetu wote wa shule zote hizi, kuanzia wakuu wa mashule, wakuu wa taaluma, walimu na watumishi wote kwa ujumla kwa matokeo haya mazuri. Hakika mmetuheshimisha sana na kuinyanyua jina letu. Tunamwomba Allah awalipe kila la kheri. Sote tunafahamu ya kuwa elimu ya sekondari kidogo ni ngumu kuliko elimu ya primary. Mitihani ya kidato cha 4 form 4 ni mitihani migumu kuliko hata mitihani ya darasa la 7. Na ndio maana Mwalimu Khamis Togwa, mwenyekiti wa umoja wa shule za sekondari za Kiislamu Tanzania, amesema ya kuwa Al-Hikma Boys imekuwa ni shule ya pili katika shule za Kiislamu Tanzania nzima, na akataja ya kuwa imepitwa na shule ya Shamsia tu ndio imekuwa shule ya kwanza. Mwalimu wetu Mwalimu Yusuf, mkuu wa sekondari ya wasichana, amesema ya kuwa tutarudisha mapigo mwakani, tutawaonyesha. Na mimi niseme wazi mbele yenu, tamanio la mkuu wa umoja wa shule za sekondari za Kiislamu Tanzania Sheikh Khamis Togwa kwamba Al-Hikma sasa ifike sehemu ipige bao Shamsie, na mimi nisema ikifika wakati huo mkawapiga 3 bila, nitawafanyia sherehe ambayo Tanzania nzima itajua kama kuna sherehe tena. Na nitawapa jina rasmi, wao ni Shamsie, hii mtakuiteni Qamarie, kwa sababu Shamsie maana yake ni jua na Qamarie ni mwezi. Kati ya mwezi najua kipi ambacho kinapendwa na watu ni mwezi, unatoa nuru, unashine, hauchomi watu. Kinijua sikuona kuchoma, unakuja majaki. Kwa hiyo mtakuwa Qamarie, mniahidi kwa hilo, msikate tamaa. Lakini pia baada ya pongeza dhati kwenu walimu wangu wote wa shule zetu zote mbili, sekondari ya wasichana na wavulana, ni waombe hii namba muweze kuidhibiti. Kufika hapa tulipofika haikuwa jambo rahisi, lakini kumaintain nambari hizi 1 na 2 ndo kazi. Mwakani muonyeshe kuwa haikuwa bahati mbaya, bali Al-Hikma hatuna bamba bamba kama alivyosema dada yangu bana. Baada ya pongezi hizi, ndugu wazazi, leo nimewaalika rasmi kwa ajili ya kusherekea, na msiwe na wasiwasi. Baada ya shughuli kuisha, msiondoke, kuna chakula kizuri. Leo tutakula biriani pamoja. Ndugu yetu Ugwete yupo, na Ugwete utafinywa leo inshallah. Ndugu wazazi, niliwaandikia barua ya kuwaomba muje na zawadi kwa ajili ya wanafunzi, watoto wenu na walimu. Ninaomba mkuu wa shule ya primary Mr. Jabir Swai akusanye zawadi za wazazi zote kwa ajili ya walimu wetu wote, kisha zawadi hizo zipandishwe juu ofisini kwangu, nizikague moja hadi nyingine, na mimi nitaongezea zawadi kwa walimu wangu. Sitosema zawadi gani hapa hadharani mpaka nione zawadi zenu. Leo tutaona ni wazazi wangapi wanaothamini walimu. Tutaona leo kama kuna mzazi atakuja na zawadi ya mtoto wake tu, hatakuja na zawadi ya mwalimu. Itakuwa kwa kweli ni msiba mkubwa sana. Kwa hivyo walimu, nami nimewaandalia zawadi, lakini zawadi yenu baada ya shughuli kuisha, mtakuwa na mimi kule juu katika conference room, na mkuu wa shule ya primary atakusanya zawadi zote bila kuzichanganya. Za girls ni girls na boys ni boys,
Hatutaki mzazi aje ampe tu mwalimu fulani peke yake. Hapana, tunazikusanya zote ni kwa ajili ya walimu wa girls na zote ni kwa ajili ya walimu wa boys ambao wamesababisha haya matokeo mazuri. Baada ya kusema hayo, niziase shule zetu zote 4 ziendelee kufuata sheria, kanuni, taratibu za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia katika Wizara ya Elimu, TAMISEMI na sekta zote. Niendelee kuambia walimu wangu na watumishi wote wa Al-Hikma Primary, siku zote tunahitaji shule bora yenye nidhamu bora, tabia njema zilizo bora, maadili mema, ufaulu wa kiwango cha juu kabisa bila ya kufanya ghushi, uongo wala udanganyifu, kwa sababu katika Uislamu ni haramu mtu kufanya janja katika mitihani au katika kila jambo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man ghashana falaysa minna, atakayefanya ghushi, udanganyifu kwenye jambo lolote lile, huyo hayuko pamoja nasi. Mtume Muhammad amemkataa yoyote ambaye maisha yake ni kughushi, udanganyifu katika maisha yake. Kwa walimu wetu, hakuna kisichowezekana chini ya jua. Man ijtahada wajada, atakayejitahidi atafanikiwa. Wa man zaraa hasada, na atakaye lima atavuna. Na jitihada lazima ziwepo. Na taasisi ya Al-Hikma Foundation ni taasisi ya kidini inayoongozwa na wanawazuoni wa Kiislamu, kuanzia Sharif Abdul Qadir kama rais na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini mpaka wasaidizi wake wote. Kwa walimu wangu, endeleeni kupiga kazi, endeleeni kufundisha kwa dhati. Tusitegemee kufanya chochote ambacho ni kinyume na sheria ya dini na sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanafunzi ambao leo ndio mmetukusanya hapa, wa girls na boys, ni waombe ikiwezekana leo hii mjiunge rasmi katika umoja wa wahitimu mbalimbali waliohitimu katika vituo vya Al-Hikma Foundation, Al-Hikma Alumni. Naomba mjiunge, na wazazi mwakubalie watoto wenu wajiunge na umoja huu ambao hivi karibuni tutausajili. Na umoja huu unafanya kheri mbalimbali. Vijana hao wadogo tunawafundisha wawe wema, wanaisaidia jamii, wanafuturisha mwezi wa Ramadhani, wanasaidia wajane. Hivi karibuni wamekwenda Muhimbili kwenda kusaidia wale watoto wenye matatizo mbalimbali, wanakwenda katika vituo vya mayatima. Usimzuie mtoto wako kujiunga na Al-Hikma Alumni, kwa sababu ni umoja ambao kwanza lengo letu kuwaweka karibu watoto, wasisahau walipotoka, wasisahau Al-Hikma. Na Al-Hikma pia ina utaratibu wa kufuatilia kwa ukaribu wahitimu wao mbalimbali, wako wapi na wanafanya nini. Na huwa tunakutana kwa mwaka mara 2, viongozi wa juu wa Al-Hikma na wa Al-Hikma Alumni. Naomba wazazi hili mulipokee, ambao watoto wenu leo wanahitimu au wamekwisha hitimu, na wanafunzi pia hili mulipokee. Baada ya kusema hayo, sasa nimalize kwa kuipongeza kwa dhati kabisa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais shupavu, rais mwenye huruma, rais ambaye anaweza kwa sababu ni mama. Na mama, kati ya baba na mama anaweza kuhimili mikiki kuliko baba. Wa baba kweli au si kweli? Hivi leo, mfano, mtanilia radhi kwa mfano usio mzuri pengine. Hivi leo Allah akisema, baba, safari hii ujauzito unabeba wewe, hebu niambie. Ikiwa mama alikuwa anakula udongo, wewe unaweza ukala mpaka matope.
Sasa ikiwa mama ameweza mikiki kubeba ujauzito, moja haikai, mbili haikai, anatamani kula vitu ambavyo vina harufu mbaya, anatamani kunusa harufu mbaya, anajifungua kwa shida, analea kwa shida, bila shaka safari hii Tanzania tumepata rais. Na mimi leo rasmi niseme kwa kuwa taifa hili lina baba lakini halina mama. Uongo. Baba wa taifa hili tunaambiwa ni nani? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na mimi leo natamka ndani ya Hikma Foundation, haiwezekani mtu akawa na baba bila ya mama. Rasmi nasema mama wa taifa hili ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Semeni mashallah. Wanaosema mimi na baba tu, basi tutakuuliza kwamba alibeba ujauzito wake lini? Lakini baba na mama ndio wazazi, au sio? Sasa nchi imekamilika na baba wa taifa na mama wa taifa. Ndugu zangu, kipindi hichi mwaka huu au kusema 2020 kuja 2023, ufaulu Tanzania umeongezeka kwa kiwango kikubwa kabisa. Pongezi hizi zimwendee mama yetu Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ufaulu huu mzuri wa kupanda kwa kiwango cha ufaulu wa shule za sekondari Tanzania, bila kusahau Wizara ya Elimu, Mheshimiwa Waziri, Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu, wakurugenzi na watendaji wote, hongereni sana kwa kusababisha kuendelea kwa ufaulu au kiwango cha ufaulu wa shule zetu za sekondari Tanzania kuendelea kupanda na shule zetu za primary pia. Baada ya kusema hayo, Al-Hikma Foundation siku zote iko pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaiunga mkono serikali na vitengo vyake vyote, na tuna ushirikiano mzuri kabisa sisi kama taasisi na serikali na vitengo vyote. Tunaendelea kuiasa jamii ya Kiislamu ya Kitanzania, tuendelee kuiunga mkono serikali, kwa sababu serikali ni watumishi wetu, wanakwenda ndio kulia, kushoto, mbele, nyuma, ili yahakikishe Watanzania wanaendelea kuishi katika maisha yaliyo bora sana. Tuendelee kumuunga mkono mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan, tumwombee kila la kheri. Allah aibariki awamu yake na tuweze kufaidika na matunda yake katika nchi yetu ya Tanzania. Baada ya kusema hayo, sasa nimkaribishe afisa elimu wa wilaya ya Temeke, lakini mgeni wetu rasmi, msomi mwenye degree 2 bi maana masters, Sheikh Abdul Bukheti, na leo kanipigia kanzu za kipwani. Kimona msije mkafiri shekhe peke yake, ni shekhe na msomi mwenye masters na afisa elimu wa wilaya ya Temeke, shule za msingi. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu. Sasa ni muda wako ili kuweza kuzungumza na wazazi na hao wanafunzi ambao leo wametukutanisha hapa. Wadau mbalimbali wako tayari kusikiliza. Karibu sana. Jazakumullahu khairan. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.